haitozuia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin biqadri hubbika fihi wa zidna ya maulana hubban fihi bijahihi indaka farrij anna ma nahnu fihi. Ilahana nas'aluka la radda al-qada bal nas'aluka al-lutfa fihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. Baada kumhimidi al-haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani si mwingine bali ni kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ametuafikia ni wenye kukusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba zake tukufu tukiongojea sala ya asr. Alhamdulillah, nimetangulia kusoma aya katika suratul Baqara ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuhusu madhumuni makubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, mumefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa watu waliokuwa kabla yenu. Lengo na madhumuni la'allakum tattaqun, ili tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika darsa ya leo tutapata kugusia at-taqwa. Maana ya taqwa hii la'allakum tattaqun, ndio ili tuwe ni wenye kusifika na uchaji Mungu. Ni mambo gani ambayo kwamba tuwapaswa kuyajua na ni taarifu gani ya taqwa ambayo kwamba sisi tunaijua? Mwenye kitabu anasema at-taqwa hiya imtithalu awamir Allahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniya. Anasema taqwa, uchaji Mungu, nayo ni kutekeleza al-imtithal, bimaana ya kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wa swala, mfano wa ibada ambayo kwamba tuko ndani yake mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, nayo ni ibada ya som, na ibada zingine ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kutuamrisha. Wajtinabu nawahihi, na kuepukana na yale mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza, sirran wa alaniyatan, kwa siri na kwa dhahiri. Hii ndo taarifu au maana ya taqwa. Uchaji Mungu ni kutekeleza yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
amekuwa ni mwenye kutuamrisha na kuepuka yale ambayo kwamba ametukataza, tukiwa ni katika siri au tukiwa ni katika dhahir. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, kwa kutupa taarifu ya taqwa, anatuelezea at-taqwa huwa khawfu min al-jalili wal amalu bit-tanzili wal istidadu li yawmi ar-rahili. Sayyidina Ali anatuambia taqwa, al-khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutapataje kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anatuambia innamal mu'minuna idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakika ya waumini ni wale ambao kwamba wanapotajiwa jina ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zao zinapata mbabaiko, zinakuwa zenye kuingiwa na uoga. Kwa hivyo ndugu zangu katika Uislamu, tukiweza ni wenye kujipamba na sifa ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakika tutakuwa ni wenye kuingia katika grupu ambayo kwamba ni wenye kusifika na taqwa. Al-khawfu min al-jalili, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amalu bitanzili, na kufanyia kazi yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha. Kikubwa ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremshia sisi ummati Muhammad ni kuhusu al-Qur'anul Karim, kitabu ambacho kwamba ndani yake kina mafunzo mengi ambayo kwamba tukiwa ni wenye kuyafuata tutakuwa ni wenye kuingia katika njia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayataka. Mwisho, wal istidadu li yawmi rahili, na kujiandaa na siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba haitomfaa yoyote mali wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye kwamba atamjilia Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Hii ndio taarifu ambayo kwamba Sayyidina Ali ameweza kutupa kuhusu taqwa, al-khawfu min al-jalili wal amalu bitanzili wal istidadu li yawmi ar-rahili. Ndo tupate ni wenye kufikia katika uchaji Mungu, lazima kuna steps au sababu ambazo kwamba zitatusahilishia njia ya kufika kwa uchaji Mungu. Ya kwanza, an yulahidha al-insana annahu abdun dhalilu, ni ajipate huyu mwanadamu kwa kutafakari kwake na kujirudi nyuma kwake ya kuwa yeye ni mja ambaye kwamba ni dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye kwamba anamshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo sababu kubwa ambayo kwamba utajua wewe uko na taqwa Allah. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, na ajue huyu mja kuwa Mola wake ambaye kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu na ni mshindi. Hakuna kitu chochote ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kinamshinda, bali yeye ndo mwenye kutaka vitu viwe. Na haifai kwa huyu mja ambaye kwamba ni dhalili an ya'si al-aziza li'annahu nasiyatuhu biyadihi. Haifai kwangu mimi naezungumza na wewe unayenisikiza, hatufai kuwa ni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kwa mkono yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio imebeba uhai wetu. Lao tutakuwa ni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, tukiangalia umma ambazo kwamba zimetutangulia, vipi walikuwa kaumu Lut, vipi walikuwa kaumu Saleh, vipi walikuwa kaumu Ad. Hawa ni watu ambao kwamba walipitiliza katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akakuwa ni wenye kuadhibu. Ukiangalia kaumu Lut walikuwa ni wenye kugeuzwa, ardhi yao juu yake ikakuwa ni chini yake, ups and down. Ukiangalia watu wa Nabii Allah Nuh walibebwa na
na maji na kaumu ambazo kwamba zimepita. Hizi ndo adhabu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa kwa kuwa walikuwa wakimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya pili, ayatadhakkara ihsan Allah, ni huyu mwanadamu ambaye kwamba ni mimi na wewe tukumbuke wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni kututendea zema ambazo kwamba hazina hisabu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na ikiwa tutakuwa ni wenye kuhesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa ni wenye kushindwa kufikia hisabu, hazihesabiki. Fi jami'il ahwal, katika hali zote, iwe tuko na afya, iwe tuko na ugonjwa, iwe tumepatikana na msiba, tukuwe ni wenye kukumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na wema ambao kwamba ametutendea. Tatu, katika sababu ambazo kwamba zinampelekea mwanadamu kuwa na uchaji Mungu, ayatadhakkara almauta, ni huyu mwanadamu akuwe ni mwenye kukumbuka mauti. Leo malasaf tumekuwa ni wenye kuishi katika dunia lao ni kama tunaishi milele. Tumekuwa ni wenye kughafilika na mambo ya dunia. Ndo mshairi akasema, wama hadhihi dunya illa bidari iqamatin wama hiya illa katariqi ila alwatan, na haikuwa hii dunia ikawa ni yenye kuwa ni mji ambayo kwamba au makazi ambayo kwamba mtu ataketi milele, walakin ni njia ambayo kwamba inatupeleka katika mji. Alwatan ni mji, lakini hapa shairi anakusudia kwenye kabri. Vipi ukiondoka utakuwa ni wenye kufikisha amali gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lau utakuwa ni mwenye kufikiria leo kesho, leo huko kesho huko, ni mambo gani ambayo kwamba ukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zitaweza kukutolea hoja ili ukapata kuingia katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndo maana mwenye kitabu akaweka kukumbuka mauti ni katika sababu ambazo kwamba zitamfikia mtu kuwa na uchaji Mungu. Ndugu zangu katika iman, leo tuko kesho hatuko. Ni wangapi katika watoto wanaishi kwa masekunde? Na kuna mtu ambaye kwamba ni amekaa zaidi ya miaka 60, lakini swala ni Ramadhani mpaka Ramadhani, kufunga ni Ramadhani mpaka Ramadhani, kutoa sadaka ni Ramadhani mpaka Ramadhani, hali yako mtu anajua kuwa siku moja tu mimi nitakufa. Kwa hivyo ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, ista'idda lilmauti qabla nuzulil maut, tujiandae na mauti kabla ya mauti haijatufikia. Bimaana kullu nafsin dha'iqatul maut, hakika kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja mauti. Kwa hivyo ndugu zangu katika iman, hakuna khatibu au imamu ambaye kwamba atasimama kuzungumzia mauti ikawa anakuwa ni mwenye kukushtua. La, kifo itakuwa ni yenye kukushtua lao hutokuwa ni mwenye kuiandalia, na kifo itakuwa ni yenye kukufurahisha lao utakuwa ni mwenye kuiandalia. Na kuiandalia kifo ni uwe ni mwenye kutenda matendo ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mwanadamu ajue kuwa siku moja atakufa, na hakuna kitu ambacho kwamba kitakuwa mbele yake isipokuwa ni janna au moto. Iwe tutaingia peponi na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao, la iwe mtu ataingia motoni. Hakuna cha tatu. Umetenda mema utaingia peponi, ukatenda maovu utaingia motoni. Ndo pale katika hadith ya kuzungumzia mwanadamu anapokuwa ni mwenye kuumbwa akiwa tumboni, yule malaika au hadithi mbele Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema itafikia mwanadamu anatenda amali ambazo kwamba ni zenye kumkaribisha na zenye kumsaidia yeye kuingia peponi, walakin mwisho wake atakuwa ni mwenye kutenda mambo ambayo kwamba yatamsababishia kuingia motoni. Mathalan, tutaingia katika kisa ambacho kwamba kilitokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vita kuna sahaba ambaye kwamba alipata
majeruhi ambayo kwamba hazingekuwa zenye kutibika. Amedungwa mikuki, akadungwa mishale, akadungwa visu, akapigwa na panga. Lakini katika fikra mwanadamu, mtu ambaye kwamba anakufa akiwa katika jihad, direct ni pepo, hakuna kingine. Lao kumetokea vita ambayo kwamba inapelekea kuokoa dini ya Kiislamu, atakayekufa katika vita kama hivyo atakuwa ni mwenye kuingia peponi bila hesabu. Lakini huyu sahaba, licha ya kuwa anajua akifa ataingia peponi, ile uchungu ilimsababishia yeye kujikata, akashika mshipa katika shingo akajikata, akawa ni mwenye kuingia motoni, kwa sababu kila ambaye kwamba anajua hesabu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni motoni. Hii ndo mfano ambayo kwamba nimeelezea ya kuwa mwanadamu atakuwa ni mwenye kufanya amali. Yule ni sahaba, licha ya kupigana vita ambavyo kwamba amepigana, lakini mwisho wake akafanya amali ambayo kwamba ilimpelekea kuingia motoni. Na Mtume akasema kutakuwa watu ambao kwamba wanatenda amali, matendo ambayo kwamba ni chafu, ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayaridhi, lakini mwisho wao watakuja ni wenye kufanya matendo mema. Kisa inatokea, kuna mtu ambaye kwamba ameua watu 99. Baada ya kuwa watu 99 akajirudi nyuma kama mwanadamu, akaona muhimu na atake Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Kwenda alipokuwa akatia nia kwenda kufanya hija. Alipokuwa njiani akakutana na mtu, akamuuliza, akajielezea, ndugu yangu, mimi nimekuwa ni mwenye kuua watu 99. Je, unaona kama Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumsamehea? Na ndio leo malasaf tutakuwa ni wenye kuuliza maswali, tunatoa fatwa direct jibu, hali ya kuwa hatujui mambo ambayo kwamba tunatamka. Yule jamaa akamwambia, wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala hauna kitu kingine isipokuwa ni motoni. Yule jamaa akamuua, akawa ni mtu wa 100 sababu ya hasira. Alipofika mbele akafariki, malaika wakateremka, malaika wa motoni na malaika wa peponi, wakawa ni wenye kupigania ule jamaa. Ameua watu 100 mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukuweza kuwa ni wenye kufikiria, tutajua huyu jamaa anaingia wapi? Motoni. Lakini innamal a'malu bil khawatim, hakika ya amali tunaangalia mwisho. Nia yake ilimpelekea yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikuwa katika kukumbuka mauti. Haya ni hadithi ama visa ambavyo kwamba zitakuwa zenye kutufunza tusikuwe ni wenye kughurika na yale mambo ambayo kwamba tunayafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao kwamba kila mja anamrudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ule muovu utamuona amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ule mwizi ambaye kwamba anafahamika utamuona msikitini unaswali naye. Yule mlevi chakari utamuona msikitini anaswali naye. Kwa nini? Tunajua mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala, na malengo makubwa ya mwezi kama huu ni swala zima la kuhusu taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho nikimalizia, nimetaja sababu ambazo kwamba zitatupelekea kuingia katika kundi la wacha Mungu. Mwisho ni kuhusu matunda ambayo kwamba tutapata ikiwa tutakuwa ni wenye kusifika na uchaji Mungu. Ndio katika Qur'an ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale ambao kwamba ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kufaulu. Bimaana ukiwa ni mwenye kuwa na uchaji Mungu direct tunaingia peponi. Matunda zimegawanyika sampuli mbili. Kuna sampuli ambayo kwamba tunapata tukiwa hapa duniani. Ya kwanza irtifa'ul qadar, kuinuliwa cheo. Kuinuliwa cheo bimaana yule mchaji Mungu kwa muonekano wake utakuwa ni mwenye kumheshimu. Mathalan akaja tu chief kadhi wa Kenya hapa, tutakuwa ni mwenye kumsalimia na adabu, kumsalimia na tawadhu, kumkaribisha vizuri. Sababu nini?
chief kadhi, na watu ambao kwamba ni wachaji Mungu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wasomi. Utanyenyuliwa ucheo ukiwa ni mwenye kusifika na takwa. Tatu au ya pili, iktisabul mawaddati minan nas, kuchuma mapenzi kutoka kwa watu. Ukiwa ni mwenye kusifika na uchaji Mungu, watu watakuwa ni wenye kukupenda. Na ukitaka kujua huna uchaji Mungu, angalia wanaokuchukia ni wengi kuliko wanaokupenda. Na ndo wanadamu. Leo malasaf katika mji ambao kwamba tumejaza chuki baina yetu. Kwa nini? Takwa Allah imepotea katika mujtama. Yule mwenye kusifika na takwa huwa anawatukuza wale wadogo. Leo ni wangapi katika wakubwa wanawadhulumu wadogo? Na inapelekea watu ambao kwamba au watoto ambao kwamba ni wadogo kama sisi, mtu mzima akikwambia kitu utakuwa ni mwenye kumwangalia. Akikwambia swali unamuuliza kwanza umeswali? Akikwambia funga wewe unafunga? Kwa nini? Tumekuwa ni wenye kughafilika na kuhusu takwa Allah. Na huyu mtu atakuwa ni mwenye kuheshimu wakubwa. Lau yeye ni mdogo, atakuwa ni mwenye kumheshimu mkubwa wake. Mwisho, wayarahu kullu aqilin annahu alula bilbirri walihsan. Na mtu akisifika na uchaji Mungu atakuwa ni mwenye kumtanguliza yule ambaye kwamba ako na wema zaidi na ako na amali ambazo kwamba ni zenye kupendeza katika mujtama. Amma fil akhirah fannajatu minan nar, atakayekuwa ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ataokolewa na moto. Walfawzu bidukhulil jannati, na atafuzu kuingia peponi. Wakafal muttaqina sharafan, na itoshe tu kwa wale ambao kwamba ni wacha Mungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wana utukufu. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao kwamba ni wacha Mungu na wale ambao kwamba wametenda zema. Mpaka hapa nitakoma. Hii ni kwa uchache wa ilmu ambayo kwamba niko nayo. Wa intara aiban fasudda alkhalala fajalla man la fihi aibun wa'ala. Ikiwa nimepata ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa nimekosa ni sunna ya mwanafunzi kukosea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.